sisi tutumie fursa yetu ya vimo vyetu, tuwahamasishe wenzetu nchi nzima waende wakapige kura. Ni haki yao. Mtu mwingine anaogopa kupiga kura kwa sababu anaona nikifika pale nitaulizwa, wewe umri wako una miaka mingapi, kutokana na muonekano wako. Sasa usihofu muonekano, kwa sababu vitambulisho vipo, vitazungumza na kila kitu kitaongea. Kwa hivyo sisi tukaona tuungane kwa pamoja na tulifanye hili. Kwa hiyo ndugu zanguni, tupo hapa na mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema sisi tutakuwa ni mabalozi, ametupitisha. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Makofi kwa mkoa. Lakini kwa mkoa sisi tunafurahi sana na uongozi wako katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na tunajivunia sana. Na tangu wewe umeshika kijiti ama umekamata nafasi ya kuongoza mkoa wa Dar es Salaam, mafanikio yamekuwa ni makubwa. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa nafasi uliotupa kutuchagua sisi kuwa mabalozi wako. Ni jambo kubwa sana kwa kweli. Kwa hiyo tunashukuru sana. Na sisi tulijiorganize, tulijikusanya. Na lengo la kujikusanya ni mara baada ya kuona watu wengi ambao wanasema yale mema ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi, anayazungumza, anayafanya katika nchi yetu. Wengi ni warefu. Na wengi wanampambania mama yetu ni warefu. Tafsiri yake nini? Mapambano yao ni ya juu angani. Kumbe kuna mapambano mengine ya chini. Tukaona sisi tuko chini, ni wafupi. Kwa tunahitaji na sisi tujiorganize, tumpiganie mama yetu. Lakini pia tuwapiganie viongozi wetu wa serikali. Kwa hivyo sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunapambana na sisi mama yetu anashinda kwa kishindo kikubwa. Na tumesema mama tunataka ashinde kwa 99.1. Hiyo 9. Hiyo nyingine moja tunawachia wengine. Sasa kitu kingine ambacho tunataka tukizungumza ni kwamba kuna wenzetu wafupi wenye vimo kama sisi, ni waoga wa kupiga kura, ni waoga wa kwenda katika vituo vya kupigia kura. Lakini pia hata walemavu pia nao ni waoga kwenda kupiga kura. Tukasema sisi tutumie fursa yetu ya vimo vyetu, tuwahamasishe wenzetu nchi nzima waende wakapige kura. Ni haki yao. Mtu mwingine anaogopa kupiga kura kwa sababu anaona nikifika pale nitaulizwa, wewe umri wako una miaka mingapi, kutokana na muonekano wako. Sasa usihofu muonekano, kwa sababu vitambulisho vipo, vitazungumza na kila kitu kitaongea. Kwa hivyo sisi tukaona tuungane kwa pamoja na tulifanye hili. Kwa hiyo ndugu zanguni, tupo hapa na mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema sisi tutakuwa ni mabalozi, ametupitisha. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Makofi kwa mkoa. Lakini kwa mkoa sisi tunafurahi sana na uongozi wako katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na tunajivunia sana. Na tangu wewe umeshika kijiti ama umekamata nafasi ya kuongoza mkoa wa Dar es Salaam, mafanikio yamekuwa ni makubwa sana. Kwa hivyo pia na sisi tulitamani tupate nafasi ya kukupongeza, hata kuja kutembelea ofisini kwako, tukupongeze, tufurahi, maana unatuongoza vyema sana. Habari za mkuu wa mkoa kwamba anatupa balozi aisee kulefuka hapa na zaidi nilikwambia ndugu zangu, nikaambia jamani, ufupi si ugonjwa, ufupi si ugonjwa, tunaonekana na mama anatuona na watu wengine wanatuona vizuri sana. Kwa hiyo kama mheshimiwa mkuu wa mkoa alituona, na imani na watu wengine wataendelea kutuona. Mimi nimshukuru mkuu wa mkoa, lakini pia na yule waandishi wa habari, kwa sababu mtatusaidia. Kwa sababu mtatusaidia pia. Unajua hata walemavu wanaotumika vibaya, wao ni walemavu wa viungo, sio akili. Ndio maana Mama Samia alitupatia mikopo sisi watu maarufu pamoja na walemavu, ili waweze kujisaidia kwenye biashara, kwamba tuungane makundi tukapate mtaji. Kwa hiyo nadhani hawa ambao wanatumika bado hawajajua nguvu ambao wako nayo. Kwa hiyo kupitia sisi, watakapokuwa wanatuona, wataamka, watajielewa, wataacha kutumikishwa kwa vitu ambavyo sio vya msingi kwao. Kwa hiyo sisi tuko pamoja na serikali yetu, lakini pia tuko pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tunakushukuru sana baba. Tunataka kusema kwamba mtatuona sana, na mtaona pia wale walemavu ambao mnawaona wakiwa ombaomba
wakiwa na biashara zao. Kesho baadaye akae pale aombe, anatakiwa auze karanga. Baadaye akae pale aombe, anatakiwa auze nguo akiwa kwenye duka lake au kibanda chake. Kwa hiyo sisi tutawatembelea, tutawapa elimu ili waweze kujielewa. Ulemavu wa viungo sio ulemavu wa akili. Samia mitano tena! Samia mitano tena! Sasa ndugu zanguni, kwa wadau wote ambao wamewaelewa wajukuu wa Samia hawa wajukuu wa Samia wameniletea ombi. Wanasema wanataka wapate gari moja litakalokuwa linawachukua kituo kimoja kwenda kituo kingine na litaandikwa wajukuu wa Samia. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwa wale wote wadau wanaoweza kumsaidia mkuu wa mkoa kuleta gari moja kuanulia watu hawa wajukuu wa Samia watembee kila mahali kunadi maendeleo ya Samia. Nipo tayari na tupo tayari kupokea sadaka yao. Na hawa ndugu zangu wote watafurahi sana na watafanya dua na maombi maalum kwamba wamepata gari la kutembelea litakaloandikwa wajukuu wa Samia kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa hiyo waandishi wa habari, jambo hili tumewapa. Kwa wale wenye chochote watakuja watatupatia gari ili wakabidhi Mr. Pimbi na watu wake wote ili iweze kutumika kwenye misafara yote ya mkuu wa mkoa nadi maendeleo ya Dr. Samia. Rais Samia mitano tena! Asante.